unastahili kuinuliwa siku zote Mungu wetu. Unastahili kuinuliwa Yesu. Unastahili kutukuzwa siku zote Bwana. Unastahili kuitwa Mungu siku zote Jehova. Baba, pokea sifa na utukufu. Pokea sifa na utukufu siku ya leo Yesu. Pokea sifa na utukufu siku ya leo Bwana. Tunakuinua Mungu mkuu. Tunakutukuza kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Baba, tunakutukuza siku ya leo Yesu. Tunasema ni asante kwa siku ya leo Bwana. Tunasema ni asante Bwana wa majeshi. Asante kwa kutuwezesha kuiona siku ya leo. Asante kwa ibada ya leo Yesu. Asante Bwana wa majeshi. Asante kwa Roho wako Mtakatifu Jehova. Asante Bwana wa mabwana. Asante kwa damu ya Yesu Kristo, damu iliyotiririka msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, damu iliyomwagika msalabani Bwana kutukomboa siku ya leo Bwana. Asante Bwana wa majeshi. Asante kwa uwepo wako Bwana. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa neema yako Yesu. Unastahili siku ya leo Bwana. Unastahili Yesu. Uinuliwe siku zote Bwana. Uabudiwe siku zote Yesu. Hakika wewe ni mweza yote. Pokea sifa Bwana. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Aweza yote. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza.
muweza, tunakuabudu Mungu wetu. Wewe ni muweza Yesu, tunakuinua Bwana. Wewe ni muweza wa vyote, Bwana wa majeshi. Hakika Bwana unaokoa. Wewe ni muweza Bwana, unabadilisha. Unatenda makuu Jehova. Yale yaliyoshindikana Bwana, ni wewe unatenda Bwana. Yaliyoshinda madaktari ni wewe unafanya. Bwana wa majeshi, yaliyoshinda watu wote ni wewe unaweza. Mungu wetu ni wewe unaweza. Hakika unabadilisha Mungu mkuu. Ndio maana wewe unaweza Bwana. Tunakuabudu Yesu. Tunakuinua Bwana wa mabwana. Mfalme wa wafalme tunakuabudu. Tukisema unaweza Bwana. Tukisema Bwana unastahili. Tukisema Bwana wewe ni mwenye nguvu. Na hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Tunasema wewe ni mwenye nguvu. Na hakuna wa kutoshanishwa na wewe. Hakika Mungu mkuu. Wewe ndiwe Mungu unayekomboa. Wewe ndiwe Mungu unayeinua. Wewe ndiye Mungu unayebadilisha. Haufananishwi siku zote Bwana. Na ulinganishwi mfalme wa wafalme. Wewe ndiwe mponyaji Bwana wa magonjwa na maradhi Bwana ambayo yameshindikana kwa madaktari. Uinuliwe Mungu mkuu. Baba uabudiwe siku zote. Uabudiwe kwa wema na fadhili zako Bwana. Uabudiwe Mungu wetu. Uinuliwe juu ya falme zote Bwana. Hakika Mungu mkuu, tunanyenyekea mbele zako na kuinua siku ya leo Bwana. Ninakuinua Yesu wangu. Ninakuinua Mungu wangu. Ninakuinua jemedari wa maisha yangu. Nikisema hakuna kama wewe. Nikisema hakuna kama wewe Bwana. Baba unastahili Yesu. Unastahili Yesu. Baba unastahili siku zote Yesu. Unastahili Mungu wetu. Unastahili Bwana wa mabwana. Baba unastahili. Unastahili Bwana. Wewe ndiwe jawabu ya kila kitu ndani ya maisha yetu Bwana. Wewe ndiwe jawabu Bwana ya kila changamoto binadamu wanapitia ulimwenguni. Baba wewe ndiwe jawabu Yesu. Wewe ndiwe jibu Bwana wa majeshi. Baba wewe ndiwe jibu. Wewe ndiwe jibu Bwana wa kila hali binadamu wanapitia siku ya leo. Bwana wa majeshi tunakuinua. Tunalitukuza jina lako Bwana. Tukisema hakuna kama wewe Bwana. Tukisema Bwana hakuna kama wewe. Tukisema Yesu hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe Bwana. Tunakuinua siku ya leo Bwana. Tunakuinua Yesu. Pokea sifa na utukufu Bwana. Tunakuinua Yesu. Tunakuinua ewe. Hakuna mwingine. Tunakuinua Yesu.
tunakuheshimu Yesu, wewe unaweza, tunakuheshimu Yesu, Yesu tunakuheshimu wewe, hakuna mwingine. Tunakuheshimu Yesu, wastahili, tunakuheshimu Yesu, Yesu tunakuheshimu wewe, hakuna mwingine. Tunakuheshimu Yesu, wastahili, tunakuheshimu Yesu, Yesu tunakuheshimu wewe, hakuna mwingine. Tunakuheshimu Yesu, nakuabudu Yesu, nakuabudu wewe, hakuna mwingine. Nakuabudu nakuabudu Yesu, nakuabudu wewe, hakuna mwingine. Nakuabudu, tunakuabudu tunakuabudu Yesu, Yesu, tunakuabudu wewe, hakuna mwingine. Tunakuabudu Yesu, unaweza, tunakuabudu Yesu, Yesu tunakuabudu wewe, hakuna mwingine. Tunakuabudu Yesu unaweza, tunakuabudu Yesu, Yesu tunakuabudu wewe, hakuna mwingine. Tunakuabudu Yesu wastahili, tunakuabudu Yesu, Yesu tunakuabudu wewe, hakuna mwingine. Tunakuabudu wewe, Yesu unastahili siku zote Bwana, hakika tunakuinua Bwana wa majeshi. Yesu unastahili siku zote Bwana, hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana wa majeshi, hakuna wa kufananishwa na wewe Mungu wetu. Tunakuabudu siku ya leo Bwana wa majeshi, tunakuabudu Bwana wa mabwana. Yesu tunakuabudu siku ya leo, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe. Baba, tunakuabudu siku ya leo Yesu, tunakutukuza Mfalme mwema. Hakika Yesu unastahili, Bwana wa majeshi unastahili, Mungu wetu unastahili Bwana. Tunakuabudu Bwana wa mabwana, unastahili siku zote Bwana, unastahili kuinuliwa Bwana, unastahili Mungu wetu, unastahili Bwana wa mabwana. Yesu unastahili Bwana, unastahili Yesu, Baba yetu unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili Mungu wetu.
wastahili sifa, wastahili sifa na utukufu. Ewe Bwana, wastahili sifa, wastahili sifa na utukufu.
mtakatifu ni wewe siku zote Baba yangu. Hakika wewe ni uweza Yesu, wewe ni uweza ndani yangu Bwana, wewe ni uweza Bwana. Uinuliwe Yesu, wewe ni mtakatifu Baba yangu, wewe ni mtakatifu siku zote, wewe ni mtakatifu Mungu wetu, wewe ni mtakatifu Mungu wetu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu Bwana, wewe ni mtakatifu Bwana, wewe ndiwe mtakatifu siku zote Bwana, wewe ni mtakatifu Mungu wangu. Hakika ulinganishi Bwana, au kuanamishi Mungu Bwana, wewe ni zaidi, wewe ni zaidi Bwana, wewe ni zaidi ya yote Bwana, wewe ni zaidi ya yote Baba, wewe ni mtakatifu Yesu, unastahili Bwana, uinuliwe siku zote Bwana, uabudiwe siku zote Mungu wetu, unastahili Bwana wa majeshi, unastahili Mungu wangu, hakika ufananishwi Yesu, haulinganishwi siku zote Mungu mtakatifu, uinuliwe Yesu, Baba uabudiwe siku ya leo, uinuliwe Mungu mkuu, Yesu inuliwe Bwana, uinuliwe Yesu, pokea sifa na utukufu. Yesu unatosha. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu, tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Yale umetenda Baba, yote ni kweli, maana wewe wayatenda kwa upendo. Yale umetenda Baba, yote ni kweli, maana pia wayatenda kwa upendo. Unastahili siku zote Bwana wa majeshi, hakika wewe ni wema siku zote Mungu wetu, kwa kuwa unatenda zaidi ya fahamu zetu Yesu, unatenda zaidi ya mawazo yetu Mungu wetu, unatenda Bwana wa majeshi, au linganishi Mungu mkuu, au fananishi Yesu. Hakika wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema siku zote, wewe ni mwema Bwana wa mabwana. Yesu wetu wewe ni mwema Bwana,
wewe mabwana wa mabwana. Baba, tukufananishe na nini Mungu mkuu? Mwenye nguvu Bwana ni wewe, mwenye uwezo ni wewe Bwana. Hakika wewe ni Mungu unayetengeneza. Kilichoharibika Bwana ni wewe unabadilisha. Bwana Yesu, unastahili kuinuliwa. Uabudiwe Bwana wa mabwana. Kama wewe Bwana tunakupa. Baba, uinuliwe Yesu. Wale umetenda Bwana ni kweli. Uinuliwe Yesu. Tunashangaza kwa matendo yako makuu. Wewe ni Bwana. Uinuliwe Yesu. Baba, uinuliwe siku zote. Uabudiwe kwa wema na fadhili zako Yesu. Hakika tunakuabudu Bwana, kwa kuwa hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Baba, wewe ni muweza, au fananishi jemedari wa vita, au linganishi shujaa wa msalaba. Jina lako liinuliwe Yesu. Na Baba, utukuzwe, kwa kuwa wewe ni mwaminifu siku zote Bwana. Kwa wema wako Yesu, uinuliwe Bwana. Kwa wema wako Yesu, uabudiwe Mungu mkuu. Utukuzwe, kwa kuwa wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu Mungu mkuu. Ni wewe umetushika mkono Bwana, umetufikisha leo hii Bwana. Sifa zote ni zako. Uinuliwe Yesu. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, tusimame, tunaenda kumsifu Mungu. Asante, pigeni makofi, tunaenda kumsifu Mungu. Hallelujah. Pigeni makofi. Chezea Yesu. Haleluya. Chezea Yesu kidogo jamani. Cheza kwa Yesu, piga makofi kwa Yesu, maana anastahili sifa. Anastahili kuinuliwa, ni yeye peke yake anastahili kuinuliwa. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Cheza kwa Yesu. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Wewe Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea
sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Unaweza, 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 hakuna kama wewe, unaweza. Unaweza, 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 hakuna kama wewe. Unaweza, 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 hakuna kama wewe. unaweza, 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 hakuna kama wewe. 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 unaponya, 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 hakuna kama wewe. unaponya, 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 hakuna kama wewe. atakaza, Watakasa, 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 hakuna kama wewe. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Baba pokea sifa, wewe unaweza. Unaweza, 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 hakuna kama wewe. anaweza, Unaweza, 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 hakuna kama wewe. anaweza, Unaweza, wetu, unaweza, unaweza, hakuna kama wewe. anaweza, Unaweza, Yesu, unaweza, unaweza, hakuna kama wewe. anaweza, Unaweza, 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 hakuna kama wewe. anaweza, Unaweza, 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 hakuna kama wewe. anaponya, Anaponya, Yesu, anaponya, anaponya, hakuna kama wewe. anaponya, 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 hakuna kama wewe. anaponya, Anaponya, daktari, anaponya, anaponya, hakuna kama wewe. mulinzi, Ni mulinzi, ni mulinzi, ni mulinzi, hakuna kama wewe. mulinzi, Ni mulinzi, Baba yetu, ni mulinzi, ni mulinzi, hakuna kama wewe. Ni mulinzi, ni mulinzi, ni mlinzi, Mulinzi, ni mulinzi, hakuna kama wewe. anatawala, tawala, Atawala, atawala, Baba, hakuna kama wewe. anatawala, Atawala, Yahweh, atawala, atawala, hakuna kama wewe. atawala, 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 hakuna kama wewe. Amen, amen. Fungua kinywa chako, mshukuru Bwana, mwambie Bwana, hakika wewe watawala, hakuna mwingine kama wewe. Sina wa kukufananisha, maana hakuna kama wewe. Sina wa kukuringanisha, maana hakuna kama wewe. Bwana, unatawala milele na milele, daima dawamu. My Father, you are the everlasting God. We call upon your holy name.
We believe in you, oh God. There is no one, oh Jesus. Somebody worship his holy name. Mwambie Bwana, nimetambua hakuna kama wewe. Umetenda makubwa, umetenda ya ajabu katika maisha yangu. Nikutoshanishe na nini? Nikuringanishe na nani? Wewe ambao ulikuwa na uwezo, hata sasa uko na uwezo. Uliondoa dhambi kwa nguvu za damu yako, kwa nguvu za kumtoa mwanao. Jehova, ng'ombe zilitolewa, kondoo zilitolewa, jiwa zilitolewa, hata kila aina ya mnyama ilitolewa, hata wanadamu pia wakauawa, ati kwa njia ya sadaka ya ondoleo la dhambi. Lakini haikuwezekana. Yesu mwenyewe akambeba dhambi zetu na akabaki kuwa mtakatifu. Katika jina la Yesu Bwana, nakiri na kusema hakuna kama wewe. Nakiri na kusema hakuna wa kulinganishwa na wewe. Mungu wa ajabu, unatenda makubwa. Mungu wa ajabu, unatenda mazuri. Mungu wa ajabu, unatenda ya dhamana. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Unastahili Bwana, unastahili mfalme wa falme. Tumwabudu yeye ambaye ni mkuu zaidi. Kuna wakati ambapo ninatafakari ya kwamba Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu, na hata baada ya kupenda ulimwengu alijia na akafa, ni kwa sababu ya dhambi zetu. Hata kama alibeba unajisi, hata kama alibeba dhambi, hata kama alibeba uovu, bado alibaki mtakatifu. Bado alibaki mtakatifu. Huyo ndiye tutatukuza. Huyo ndiye tutakainua katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, utukuzwe na uinuliwe milele na milele. Ni wewe ambao unatawala siku zote. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine zaidi yako. Hakuna mwingine amepita viwango vyako. Uko juu ya wote Bwana. Hata mahali nguvu za macho yetu inafika, oh God, you are beyond that. Wewe ni zaidi ya hapo. Vile tunavyokutambua na kukujua, wewe ni zaidi ya hapo. Pokea sifa Bwana mchana wa leo. Blessed the Lord that have given unto us, oh God, the 6th day, my Father, of the month of June. We give you the glory. Umetuwezesha for all the 5 months, Lord. My God, tumeingia katikati ya mwaka. Wewe ni Mungu uliye mshindi, na bado utazidi kutushindania. Tunakuabudu Jehova. Utukufu wote ni wako. Heshima zote ni zako. For sure there is no one else like you, Jesus. We give you praise, we give you the glory, O Lord. Sandaramaze katoria baba yandara bozaka. Worship him in spirit. For 1 minute, worship him in spirit. Worship him in spirit. Worship him in spirit. Any tongue that the Lord have granted you, any tongue that the Lord have deposited inside you, you can speak it now in the name of Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Rakata mazela barabo shataba. Worship him in spirit. He is worthy. He is great and mighty God. He is wonderful. There is no one else like him. Reba zarama katori mahandaraba. Rakata mayande gelebo zila mahande gelebosa. Ketelebelebo zia rama mayande lebosa. Oh, the presence of the Holy Spirit is taking control in the mighty name of Jesus. Worship him in spirit. Worship him in spirit. In the mighty name of Jesus. Ebarama zekataraba yande lebosa. Worthy of all the praises. Zarapakate prahande gelezia. Rakatotobo yarama yande gelebo. Zeparama yanda garabo zeketelebezia. Lord, behold the gods. Lord, above the gods. Ramakatelebozia. Ramazekelebelebo shantori mazaraba. Balabo selebezia tarabaya negelebo. Thank you, Jesus. Lazio rabashandi.
Thank you, Lord. We give you praise, O Jehovah. Remember us, O God, as we share your word by the help of the Holy Spirit, Jesus. As we share your word by the help of your Holy Spirit, O God, intervene and have your way. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody say amen. Everybody say amen. Shout, cry, celebrate for Jesus. Amen, amen, amen. May God bless you. Mungu awabariki. Amen. Nafurahi kuwa katika uwepo huu. It's been some weeks I will not be here. Nilikuwa nimejificha kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine ni vyema unajificha. If you don't understand, I will make it easier for you uelewe. Nilikuwa nimeenda kutafuta Mungu kidogo. Na wewe tafuta muda na Mungu umtafute. Praise be to God. Na Mungu atakufanikisha na atakuwezesha. Tumeona Mungu mahali pale at the river, amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Tunashukuru kwa wema wake. Bwana Yesu asifiwe. As I heard about what was taught on Tuesday, it was all about the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. The kingdom of God, or the kingdom and the evangelists or evangelism. Praise be to God. All of those, they are combined and sometimes they work together. Praise be to God. In order for the kingdom of God to be stronger and stronger, it needs a lot of souls. Praise be to God. It needs a lot of souls that are their harvest, or the souls zenye ambazo zinatolewa katika ulimwengu zinaletwa katika ufalme. Praise be to God. And that is the work that we have to do. Even wakati ambapo unaangalia mitume in the book of Acts, after they received the power of the Holy Spirit, mzigo mkubwa ambao walikuwa wamebeba, some or most of the times walikuwa wanazunguka katika miji, katika mataifa, kila eneo wakiombea watu wokovu, meaning that they wanted to make the kingdom stronger. Bwana Yesu asifiwe. So hata sisi hiyo kazi isiwe imeisha na sisi, tuwe watu ambao tunaiendeleza. And that's why I want to talk about the kingdom that have mysteries. Praise be to God. Yani ufalme ambao umejawa na mambo ya ajabu. Praise be to God. Mambo ya ajabu. Baada ya kwenda tukienda kuhubiri, Biblia inasema in the book of Matthew chapter number 28, as Jesus gave them power and as they went, Yesu aliwaambia kwamba I will be with you, meaning that the presence of God itakuwa pamoja na wote ambao wanafanya uinjilisti. Praise be to God. Itakuwa pamoja na wao wale ambao wanaenda kufanya watu wakuje katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. So if we are guaranteed on that, we don't have to be afraid. Praise be to God. We don't have to be afraid. Tunafaa kufocus na kile ambacho tumepewa, na kile ambacho kimewekwa ndani yetu. Na wakati ambapo tunaenda kule, hatutaogopa. Maana most of the times we may go na tunapata vitisho vidogo. Praise be to God. Ambia mwenzako usiogope vitisho vidogo, kwa sababu kuna nguvu ambayo umebeba ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Even at times wakati unasikia mchungaji anasema we will go for either outreach, we will go for crusade for 3 days. Usiseme crusade kuna kuanga kugumu. Bwana Yesu apewe sifa. Now by the way, I read the word in the book of Jeremiah chapter number 1. Is it chapter number 1 or 2? Soma 1 and 2. Utapata there somewhere inasema ya kwamba Jeremia aliambiwa na Mungu usiogope. Na akaambiwa ukiogopa nitakufanya muoga. Ukiogopa nitakufanya muoga. Kwa hivyo wakati unasikia mchungaji ametangaza na eneo lile ametangaza, you know the history of that place. Don't be afraid. You carry God. You are born again. You are in the kingdom. Whatever you carry, sio kama ile ambao ni kawaida. Praise be to God. Amen. And that's why I want us to share about the kingdom of God that have mystery. Yani ufalme wa Mungu ule ambao umebeba maajabu makubwa sana. When we talk about the mystery, it means something that is difficult to explain. Yani wakati ambapo hayo maajabu yanafanyika, watu wanashindwa kueleza. Praise be to God.
Wengine wanasingizia, wanasema hii ni nguvu za Beelzebubu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasema hii ni nguvu kutoka kwa uganga na uchawi. Wengine wanasema hii ni nguvu kutoka baharini, lakini ya pale mwisho, tunaona pale mwisho mahali nguvu za macho yako zimefika. God is beyond that. Praise be to God. Other that nguvu ambao mahali umefika. Praise be to God. Tuseme tena, hata kama unasifia ukisema ni mwema, yeye ni zaidi ya wema. Praise be to God. Ukisema yeye mtakatifu, yeye ni zaidi ya utakatifu. There was a time nilikuwa nakuja ama nafikiria, tukisoma ni kitabu gani? Leviticus chapter number 16. Yeah. Inasema ya kwamba there was a time kulikuwa na every year kulikuwa na that siku ya utakaso. Wanafanya ibada, wanazingizia ama wanatilia mbuzi makosa na dhambi zote ambazo wamefanya. Praise be to God. And then sasa hiyo mbuzi inaachiliwa katika jangwa. So inakaa hiyo mbuzi ndio imefanya nini? Ndio imebeba dhambi zote za Waisraeli. Praise be to God. Lakini mbuzi apart from kubebeshwa mizigo ndio Waisraeli watakasike, mbuzi haikubaki kuwa takatifu. Are you getting me? But wakati ambapo Yesu alikuja akazurubishwa msalabani, yani imagine hata alipobeba dhambi na kuziondoa katika maisha yetu kwa wote waliomkiri na kuokoka, hata kama alibeba hizo dhambi, hata kama alibeba huu najisi, bado alibaki mtakatifu. Praise be to God. Ndio maana ninakuambia, ukijaribu kueleza kuhusu Mungu, hicho kiwango ambacho umefikia kueleza uzuri wa Mungu, yeye ni zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukiongelelea about maajabu ya Mungu ambao haiwezi elezeka kikamilifu, elewa ya kwamba there was a time akina Petero, there was a time Jesus Christ, there was a time that Paul walifanya haya mambo yakadhihirika kwa macho ya watu. Wengine wakakosa kuamini na wengine wakaanza kushindwa kuelezea, maana their eyes walikuwa wanaangalia na wanaona. Praise be to God. Kwa hivyo wakati ambapo tunaongea kuhusu ufalme wa Mungu, sio kutaja tu. It is the kingdom of God that is full of mysteries, but it is to those who believe in him. It is to those who seek him. It is to those who is having hunger for God. Yani hizi vitu zitadhihirika kwa wale watu ambao wako na kiu na shauku kwa Mwenyezi Mungu. And I believe these are the days that we have to have that hunger. Hizi ni nyakati zile ambazo tunafaa kuwa na hiyo shauku na kiu ya Mwenyezi Mungu. Maana mambo unapoyaangalia unaona si kawaida. I watched a video the other day. Nikaona kuna watu wanapanga kuhusu New World, inaitwa New World Order. Wanasema Kenya will play part ya that New World Order. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unasikia haya maneno yanaongelelewa, us as watchers, us as intercessors, tunafaa kuwa na that hunger ya kutafuta Mungu kupitia maombi, ya kutafuta Mungu kupitia neno, ya kutafuta Mungu kupitia ibada za kila aina zile ambazo zinatoka kwa Mungu. Praise be to God. If it is fellowship, have that hunger for fellowship. If it is crusade, have that hunger for crusade. If it is evangelism, have that hunger of evangelism. Yani, fill the kingdom of God and empty those people who are running to hell. Praise be to God. Or call upon them, declare the gospel to them, and I'm telling you, wataokoka. Bwana Yesu asifiwe. So, mysteries mean something that is difficult to explain, or something that is impossible to understand. Bwana Yesu asifiwe. Yani kitu ambacho kimekuwa kingumu, hata wataalamu bado hawajaweza kueleza Mungu ni nani. Praise be to God.
watafiti wakifanya utafiti kuhusu miujiza hakuna jibu wanapata, lakini wanapata ya kwamba kuna mtu alikuwa mgonjwa wa kansa na amepona. That's the kind of mystery. Kuna mtu ambao alikuwa haoni na ameona. Another kind of mystery. Kuna mtu ambao alikuwa amekufa na amefufuka. Another kind of mystery. Yani ya kwamba wao wanaelewa mtu akikufa akizikwa hawezi amka tena. Praise be to God. Lakini naye Yesu kwa sababu yuko ndani ya ufalme na yeye ndiye kiongozi wetu, hizi nguvu anabeba na anasema mtoto wa Jairus amka. Praise be to God. Amen. Anasema Lazaro toka kwa kaburi. Anatoka. Mafarisayo wakashindwa mpaka kueleza haya. Wakashindwa mpaka kueleza haya. In the book of 1 Corinthians chapter number 4 inasema hivi. 1 Corinthians chapter number 4 verse 20. Kwa kuwa ufalme wa Mungu sio maneno matupu. Sio maneno matupu tu, bali ni nguvu. Unajua vile inamaanisha? Yani neno la Mwenyezi Mungu si kuongea na likose kufanya kazi. Kuna nguvu zinadhihirishwa ndani ya haya maneno na yanafanya kazi. Praise be to God. Sijui kama umeshika. Even in the book of Genesis, it gives us that evidence. Ya kwamba in the book of Genesis 1, God declared and said, let there be light. And before aanze kusema hivyo, Biblia inasema the Holy Spirit alikuwa anaelea. Bwana Yesu asifiwe. Unajua alikuwa anaelea kwa sababu gani? He was very ready kufanya kazi ile ambao ataamrishwa na Mungu kufanya. Praise be to God. So even as we are born again and we are still saying we are in the kingdom, and some of us we've received the power of the Holy Spirit. If you have received the power of the Holy Spirit, this kind of mysteries, some of you tunafaa kuwa tunazidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. So nimekuja nikutie nguvu na nikuambie ya kwamba nguvu za Mwenyezi Mungu, uwepo wa Mwenyezi Mungu unapokuwa pamoja na wewe, yani kuna vitu watu wataona kwako na wataanza kuuliza, what is the kind of power yenye ambao umebeba? Who do you carry? Mwambie ni Mungu ako ndani yangu. Yeye ndiye anadhihirisha nguvu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And it cannot only be ati kuombea mtu apone. It cannot only be kuombea mtu apate pesa. Sometimes you have that presence, you have that grace, even favor inakuwa juu ya maisha yako. Zaidi ya watu 20 unachaguliwa, zaidi ya watu 100 unachaguliwa, zaidi ya watu 10,000 unachaguliwa, because when you carry that God that we call the God that offered himself to give his only son, na umempokea ukaingia ndani ya ufalme, things changes, zinakufanya mtu mwingine. The Bible says also, wakati ambapo tunaokoka, ya kale tunatenganishwa nayo, ya kale tunayaacha, tunafanywa upya. Praise be to God. Amen. Huko kufanywa upya, mambo yale ambayo umebadilishiwa ukapewa ni tofauti na ile ilikuwa ya awali. Maybe haukuwa na kibali, lakini Mungu amekujalia na kibali. Lakini wacha nikuambie, and this may be like a challenge to you. If you want to receive this power, if you want to receive this grace, ya most of the times mysteries zinafanyika zikiwa zimekuzunguka. You have to have hunger for God. Lazima ukuwe na kiu na shauku ya kutafuta Mungu. Si ati nikuja Jumapili tu Jumapili peke yake. No, hiyo vitu haitafanyika kwa watu wa aina hiyo. Sio kuja Wednesday peke yake na kutulia. No, mambo kama hayo hayatafanyika kwa watu kama hao. It is every day, every time, every hour. When the services are on, make sure you are available. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yani wakati ibada ziko, hakikisha uko pale. Mchungaji akisema tunaenda fellowship somewhere, make sure you are available, showing that you have hunger of the power of God, showing that you have hunger of the presence of God. I was challenged wakati ambapo nilikuwa kwa maombi, nikawa naambia Mungu,
let your purpose be manifested. Let your purpose be manifested, oh God. Kusudio ya lile ambalo ulituleta, kusudio lile ambalo ulitaka lidhihirike kwa kutuleta mahali hapa, lidhihirike. But sometimes a question inakuja katika mawazo yangu. Do you have hunger for me? Uko na shauku na mimi ndio nidhihirishe the purpose. So unapata there is a challenge. There is a big challenge. Kama hamtumtafuti Mungu, anaweza kosa kudhihirisha his real purpose in our lives. Anaweza kosa kudhihirisha the will katika maisha yetu. Kwa hivyo inafaa tuonyeshe tuko na shauku na kiu na yeye. Shauku ni kumaanisha nothing else that I want. It is only God. Because he is the only way. So we have to trust him. Ndio atuonyeshe njia na atupe mwelekeo. Praise be to God. Amen. Isaia anadhihirisha haya maandiko ama haya maongeo. Anasemaje? Hebu tusikize Isaia. Ukisoma Isaiah chapter number 8:18, most of us we know it. Most of us we know it. Inasema hivi. Isaiah chapter number 8 verses 18. Haya, nasema niko hapa pamoja na watoto ambao Bwana amenipa. You know, this confession inaweza kuwa ni kama ni Isaiah anazungumza. Lakini wacha nikwambie, these are the words that ukijaribu kutafuta unaona. Wakati Yesu alikuja hapa ulimwenguni, alikuja na akawa na watu ambao anaongoza. Praise be to God. Amen. So unachukulia haya matamshi kama ni Yesu anayaongelelea. Nasema hapa pamoja na watoto ambao Bwana amenipea. That is Jesus now, eh? Haya, sisi ni ishara na mfano wake. Israeli, sisi ni ishara na mfano wake katika Israeli, kutoka kwa Bwana mwenye nguvu zote. Ameishi juu ya mlima Zayuni. So huyu mtu anaongea, anasema pamoja na watoto ambao tuko pamoja na wao ambao Bwana ametupea. Yani those people who are in the kingdom. Praise be to God. Those people who are invested in the kingdom, wale ambao wanampokea Kristo, wale ambao wanaitwa watoto wa Mungu pamoja na Kristo, hawa watu ni watu ambao wanabeba ishara na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Mimi nakuombea, hata mimi niombee, ati wakati ambapo inafikia kiwango cha jambo lidhihirike, wakati shida imekuwa, uwe mmoja wale atakaotafutwa. Sema tukitafuta Stephen akiwa hapa akiomba, haya mambo yatakuwa sawa. Tukitafuta John, tukitafuta Joroge, tukitafuta Eunice, tukitafuta Sister Grace, when she prays, I am telling you, things will be aligned because of the power of God that carries mysteries. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. The children that you have given me are for signs and wonders. Vitu ambavyo vitashangaza watu wa Kitengera. And that's why you see watu wanatuma vitisho, eh? Because they have been shocked. Wanasema this has happened. What is going on? They are confused on the other side. Sasa juu wameshindwa kile ambacho watafanya, na wamesema hatuwezi surrender. Well and good for them, but I know and I believe a day will come they will surrender and declare, for sure your God has won the battle for you. That's what was declared. Hiyo ndio ilisemwa na akina Sanbalati, akina Tobiah in the book of Nehemiah. Sanbalati, Tobiah and somebody by the name Moroni wanasema for sure their God amewasaidia kumaliza kujenga ukuta. Hivyo ndivyo itakavyofanyika hata hapa Higher Vision. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Waseme for sure we fought for them, but there is only special thing that we have seen from them. Yes. There's a God that has helped them.
to this extent. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha nikuambie, hadi wakati unaona adui sasa ameanza kujitokeza kwa kujificha, ni kumaanisha wewe umekuwa mjasiri kuliko yeye amekuwa muoga, so anataka kuweka uoga kupitia viti. Jua umeshinda vita tayari kwa jina la Yesu. Amen. Praise be to God. Let me give you a very good example. In the book of Acts chapter number 19, tunamalizia. Oh, thank you. Acts chapter number 19. Acts chapter number 19. These are the people that carried the power and mysteries from the kingdom after they received the power of the Holy Spirit. Act 19 from verse 8. Nitasoma, inasema hivi. Paulo akaingia. Sasa ni ile wakati Paulo ameingia kule mahali panaitwa Efeso. Paulo akaingia katika sinagogi na kunena humo kwa ujasiri. Sasa kwa muda wa miezi mitatu akijadiliana na watu na kuwasawishi katika mambo ya ufalme. Lakini baadhi yao walikaidi, hakukosangi vichwa ngumu, walikataa kuamini na wakakashifu ujumbe wake mbele ya umati wa watu. Those are the people sasa wenye ambao tunasema wanashindwa kuelewa nguvu za Mungu, si ndio? Wanashindwa kueleza makuu ya Mungu. But let's continue. Nasema akawachukua, basi Paulo aliachana nao, akawachukua wanafunzi, naye akahojiana nao kila siku katika darasa la Tilano. 10 inasema jambo hili likaendelea kwa muda wa miaka miwili, kiasi kwamba Wayahudi na Wayunani wote walioishi huko Asia wakawa wamesikia neno la Bwana. Verse 11. Mungu akafanya miujiza mingi isiyo ya kawaida kwa mkono wa Paulo. Yani God did mysteries through the hand of Paul. Bwana Yesu asifiwe. There is a Bible utasoma upate zimeandikwa hivyo. God did mysteries through the hand of Paul. Hivi kwamba leso au vitambaa vilivyokuwa vimeguza mwili wa Paulo viliwekwa juu ya wagonjwa, nao wakapona magonjwa yao, na pepo wachafu wakawatoka. Bwana Yesu asifiwe. Yani Paulo amefikia kiwango, nguvu za Mungu ziko juu ya maisha yake. Anaamini vile Kristo alikuwa anafanya, hata na yeye anaweza fanya zaidi. Praise be to God. So wakati anachukua hatua ya kuendeleza injili, hafanyi retreat, hata mimi narudi nyuma, ni kuendelea hata kama wakati huo kulikuwa kungumu. And I want you to understand this. Imagine wakati ambapo mambo yako mangumu, ndio Mungu anataka kuona the faith that we have as the church, the faith that we have as the servant, the faith we have as the praise and worship, the faith as, that we have as vikundi vile ambavyo vimedhihirishwa kwa kanisa. Wakati mambo yako mangumu, ndio Mungu anataka kuona kama imani zetu ziko juu, ndio naye adhihirishe nguvu zake. Maana ukiangalia the times of Paul, ndio unaona huo wakati ndio ulikuwa mungumu. Kanisa lilikuwa zinateswa, wanasikwa na wanauawa ya ukweli. Sasa sio ile ambao unasikia hapa ni kuabdaktiwa and then kuuawa. Bwana Yesu asifiwe. So lakini wakati huo anapata ujasiri, nguvu za Mungu zinawatawala. Ati nikisema nitoe hii handkerchief, niseme sasa ipelekewe mwenye amegonjeka, anapona hapo hapo. That's the kind of mysteries zenye tunataka hapa Higher Vision. That's the kind of mysteries yenye tunataka hata VRC. The kind of mysteries zenye ambazo tunataka kwa kanisa ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But listen, a caution.
Precaution ama kizungu nayo ni ngumu. Precaution ama caution. Whatever. Caution ni ile ya kiti, si ndio? Kiswahili tahadhari. Tahadhari? Kuna kule ambako kichukua hii na 1,000 kipelekea mwenye amegonjeka, nafanya nini? You know, kutumia vitambaa si vibaya. But the problem is, how are you using them? Tuko pamoja? Unazitumia aje? Hata ukiitumia, wacha kutumia kila siku. Unajua kuna watu wamebeba ibani bofu zaidi. Paka ni wa hapa, ni wa hapa Higher Vision, but kuna kachupa mahali alinunua. Paka anataka kuonyesha mchungaji, ombea hii, nilitoa mahali fulani, ukiombea itafanya kazi. I'm telling you, mambo itakuwa worse. Praise be to God. So you don't have to confuse the kingdom. Haufai kuchanganya ufalme. Are you together? Watu wanafanya biashara, wengine unaambiwa anointing ni 1,000 na unapanga wapata watu wanapanga laini. Na vitambaa kuna zile za 500, kuna stickers and all kinds of the things. Praise be to God. Hatujaambiwa Paulo aliuza, si ndio? Hatujaambiwa Paulo alifanya nini? Somewhere niliambiwa unaenda unapata the list. Sema kama uko na ugonjwa fulani, sadaka ni pesa fulani. Kama uko na shida fulani kwa familia, sadaka ni pesa fulani. Wewe ushaingia mahali hapo na ukafanya hivyo. May God bless you kama hujaifanya hivyo. Lakini kama ushaifanya hivyo, tubu kabisa. Tubu kabisa. So wacha tutoke huko. Let's go. So unaona Paulo nguvu zake ama nguvu alipopewa na Mwenyezi Mungu alizitumia hata akiwa hayupo. Hata akiwa hayupo, the grace that he carried. Unaenda tu kitambaa imemguza. Kuna mtu ambao ataguzwa na hicho kitambaa kiwa mgonjwa na anapona. Sasa watafiti wanauliza, je, kitambaa itaponyaje mtu? The power of God. In the kingdom of God, 1 Corinthians chapter number 4:20, it is not all about kuongea peke yake. Ni kuongea na lile neno linafanya kazi. Yes. Praise be to God. Mchungaji anaweza tangaza na aseme, the somebody that we are praying for is far away, but I feel to pray, hata kama ni leso yake, aende tu afunikwe nayo na ataenda kupona. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Because of the power and the grace that is manifested here. And you don't have to joke with the grace that is here. Usicheze na neema ambayo inafanya kazi mahali hapa. Vita ambavyo mtumishi wa Mungu amepigana, mahali ambapo amefika, you don't have to joke with the grace. Bwana Yesu asifiwe. Because grace may be one name, and each one of us have his or her own grace. But the different now comes the level of the grace. Bwana Yesu asifiwe. The different comes the level of the grace. Are we together? Yeah. So mwenye ambao Mungu amemneemisha kukuongoza, umtii. That everything that he speaks or she speaks upon you will come to pass. Kwa sababu si kuongea tu, kuna kuongea na kufanyika. Na wakati ambapo amedhihirishwa kuwa kiongozi wako, kama umetii, kama umesikia vile anakuambia, I am telling you, when you obey, when you do according to the will of God, up to that man mwenye ambao amepewa nafasi ya kukuongoza, when he or she speaks something unto you, I am telling you, blessings will accompany you. Baraka zitaambatana pamoja na wewe. Because in the kingdom, by the way, kingdom iko na those principles. Either mtu ako na miaka kidogo kuliko wewe na ndiye anakuongoza, you have to reason. Either mtu ako na miaka mingi kuliko wewe, unaona wewe unaangalia, unaona uzee, unamdharau, you have to reason. Praise be to God. Because of different graces. Different levels of grace.
That's what I mean. Act chapter number 5, tumalizie na hiyo, then we pray. Act chapter number 5:12. Inasema hivi. Mitume wakafanya ishara nyingi na miujiza. Nataka ushike. Ukisoma from verse 1, kuna kitu ambao ilitisha waumini. Pale ambapo Anania na Safira walileta udanganyifu kwa madhabahu. Na nakwambia sasa siku hizi hii mambo ndio inaanza kudhihirika saa hii. Wakati unacheza na madhabahu ya Mwenyezi Mungu, woe unto you. Nimekupatia warning mapema. Mahali ambapo unahudumu, don't bring jokes. Praise be to God. Fuatilia. So ni baada ya Anania na Safira kuwa wamedanganya, si mchungaji, sio Petero na si mitume 12, walidanganya Roho Mtakatifu. The Holy Spirit that sees even to the innermost of our hearts. Yeah? The Holy Spirit that sees even when darkness is manifested. Anaona pado. Na ujue sasa yeye akiingia aoni giza, it is right. Roho Mtakatifu mwenyewe ni mwangaza. Yeah? So akiingia nao, after they write the Holy Spirit, they died. So in verse 12, haya mambo yalipofanyika, mitume bado wanaendeleza injili. Na kuna mahali ambapo watu wametishika. Sikia 12, mitume wakafanya ishara nyingi na miujiza miongoni mwa watu walioamini. Wote walikuwa wakikusanyika katika ukumbi wa Solomoni. Remember the temple that Solomon made through the help of the materials zenye zilikuwa zimenunuliwa na babake. Hakuna mtu mwingine aliyedhubutu kuambatana nao, ijapokuwa waliheshimiwa sana na watu. Isipokuwa waliheshimiwa sana na watu. You see, yani mysteries zinaweza fanyika mpaka zifanye watu wa kuheshimu because of the power of God. In verse 14, hata hivyo walioamini Bwana wakazidi kuongezeka, yani meaning the church ikaendelea kukua, ikaendelea kupanuka, watu wakazidi kuokoka, wanaume kwa wanawake, hata wakawa wanaleta wagonjwa na kulazwa kwenye magondoro na kwenye vitanda barabarani. I want you to understand this. Ati wakati haya mambo yanafanyika, mambo ambao mtu wa kawaida hawezi elewa akaeleza ni aina gani, wakati yalikuwa yanafanyika, people believed in God and believed in the power that was with the apostles. Mpaka sasa hawakimbizi watu kwa madaktari wa miti, hawakimbizi watu kwa wataalamu, wanawakimbiza kwa barabara. Angarau nini ifanyike? Hapa tutajajiwa hospitali, ni kwa highway. Bwana Yesu asifiwe. Kwa barabara ndio nini ifanyike? Let's continue. Ili yamkini Petero akipita kivuli chake kiwaguze baadhi yao. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi yao pia watu wakakusanyika kutoka miji iliyokuwa karibu na Yerusalemu, wakileta wagonjwa na watu walioteswa na mapepo wachafu. Hao wote wakaponywa. Hatujasikia jina daktari. Bwana Yesu asifiwe. Hatujasikia jina wataalamu. It's only that when they received the power of God, inahitaji sasa wewe uamini. Kama utaamini na kivuli kikushike, utapona. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unasikia wanakusanya wagonjwa kutoka nyumbani kwa barabara highway. Angarau kivuli cha Petero kikipita tu, hawa watu wapone. And it happened. Maana tumeambiwa hawa wote wakafanya nini? Wakapona. I pray, oh Lord, to carry such power in the name of Jesus Christ. Yani napoingia pale at the river, mambo yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. There was a man one day. I think it was indeed mchungaji anajua that history. Akawa amealikwa mkutano mkubwa. But yeye akienda ni mtumishi wa Mungu mzuri. Akienda people wanajua mahali yeye ametoka, wanajua
This is the man that carries the power of God, and mysteries zimemzunguka. Lakini alipoingia katika ile nchi, mkutano ikawa kubwa. Hata alipoomba hakuna kitu ilifanyika. Akaomba hakuna kitu ilifanyika. So akarudi kuomba Mungu, what is happening? Mungu akamwambia, wewe wakati ulienda, wewe hukuenda na mimi. Wewe ulienda wewe ukaenda kujionyesha. Because it is another place. Akatubu na akarudi tena. Praise be to God. Kwa Mungu akarudi akatubu. But the second time, let me tell you, Mungu aliambatana pamoja na yeye, and the testimony as it was given, anasema wakati huyo mtu aliingia kwa mpaka wa hiyo nchi na ndege, watu walikuwa wanapona. What a power. Ati anakuja tu Kenya, kuingia tu kwa mpaka ya Kenya tu hivi, watu wenye wako kwa hiyo mpaka wanaanza kupona. Kama ni viwete wanatembea, kama ni bubu wanaongea, kama ni viziwi wanasikia, wale wako hospitalini wanapona, magonjwa imetisha madaktari wanapona. Bwana Yesu asifiwe. Maana unaangalia hata hapa Petero, the grace alikuwa nayo ilikuwa zaidi ya wataalamu wa daktari. Na ukijaribu kufanya hata utafiti, si ati hawa watu hawakuwa wameenda kutafuta uponyaji kwa madaktari, wanapewa dawa zinakataa kufanya kazi. Praise be to God. Hata maybe walikuwa wanaombewa, kwingine kazi inakataa kufanya kazi. But let me tell you, wacha nikuambie, nguvu za Mungu zimepita ufahamu wa madawa. Nguvu za Mungu zimepita ufahamu wa mwanadamu wa kawaida. That's why mysteries haiwezi elezewa na mtu kikamilifu. Wewe ukusikia jana mtu ambao amegonjeka, it's yesterday, amegonjeka, anaomba, alipoomba akapona, pamoja na watu wa familia wanaomba. Alipopona kurudi kwa daktari akapimwa, akaonekana the lungs sasa hazijaoza. Then the doctor akasema, even me, I surrender to your Jesus, because I have seen Jesus can do more than what I do. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka ufungue kinywa chako, mwambie Bwana wa mabwana, I want to carry mysteries in the name of Jesus. And these mysteries will manifest to those people who will have and carry hunger for God in the name of Jesus. Oh, fungua kinywa chako, mwambie Bwana, Bwana, nakuhitaji na kutegemea, nguvu zako zitawale katika maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Sio tu kwa watumishi peke yake, hata kwako na wewe hizo nguvu zinaweza dhihirika, kwa sababu Mungu anatafuta watu ambao wako na shauku na wewe, wako na shauku na Mwenyezi Mungu. Bwana, mchana wa leo ninakuita Mfalme, unisaidie na unitie nguvu. Nitakutafuta kwa bidii, maana natamani dhihirisho hili lionekane katika maisha yangu, nikiwa ndani ya ufalme wako. Iwe tofauti Bwana na vile ambavyo ukawaida wa ulimwengu uko, katika jina la Yesu Kristo. Hey, mysteries will manifest in our lives when we have that hunger for God, katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba mikutano ile ambayo inafanywa tuwe pale, ndio nguvu za Mungu zinatawala katika maisha yetu. Hazitatawala tu juu ya kusingizia, hapana, itatawala tu kwa sababu ya ushuhuda ya watu waliona. Kuna mambo yanafanyika wakati mtumishi wa Mungu anasimama, kuna mambo yanafanyika wakati waibaji wanasimama, kuna mambo yanafanyika wakati intercessors wanasimama. Hii ni watu ambao itafanyika kwa watu ambao watakuwa na shauku na Mungu. Katarabozeka. Baba, ninaomba unijalie na nguvu zako. That's my prayer. Shauku yangu ni wewe kuanzia leo na kuendelea. Unipe motisha wa kukutafuta, unipe hamu ya kukutafuta, kusoma na kufahamu neno lako. Maana neno lako Baba Jehova sio tu neno la kutamka, ni neno linatamkwa na mambo
makubwa yanafanyika. Oh Lord, manifest your grace and power in me. Manifest your grace and power into your servants. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu na anauliza, yuko wapi mtu tutakayetuma? In the book of Isaiah, chapter number 6 and verse 8. Yuko wapi mtu tutakayetuma asimame katika pengo? Isaiah anasema, mimi niko hapa nitume. What about us? What about us? Na sisi je? Mimi nasema hata na mimi niko Bwana mchana wa leo, because I want to manifest the ministries. I want to manifest the ministries through your power, through your grace, through your presence, in the mighty name of Jesus. Come on, somebody pray. Umwambie Bwana, siku hii ya leo ninatamani kuwa mtu ambao amebeba makubwa yako, ambao wanadamu wa kawaida hawatoeleza, wanadamu wa kawaida hawatoelewa. Ni kwa sababu nguvu zako ni tofauti, katika jina la Yesu Kristo. Somebody pray, mwambie Bwana, hata ni kama muibaji, hata nikiwa kama mtu anayeomba, hata nikiwa mtu anaongoza maombi, naposimama Jehova, let the atmosphere change. Wakati nasimama kucheza vyombo, let the atmosphere change, because my Father, I want to carry the mysteries that come from you. Wakati ambapo nasifu, let the atmosphere change, katika jina la Yesu. Hata wakati ambapo Bwana ninafanya intercessory, let the atmosphere change. Sitaki watu wabaki wakisema kulikuwa kumekauka na dada fulani, ndugu fulani ndio alikuwa anaongoza. No, nimekataa. Wacha na iwe wakati ambapo nasimama, nguvu na uwepo wako zinadhihirishwa katika jina la Yesu. Nakataa ungumu katika ibada nafanya, nakataa ungumu katika maombi nafanya, nakataa ungumu katika Bwana ushirika naongoza, katika jina la Yesu Kristo. Ramaze katorobozia tarabayanda. Sijui kama ushaisikia mtu anatoa ushuhuda, anasema kulikuwa kumekauka. Nakataa such testimonies, the testimonies that are negative. Natangaza kusema kutakuwa na nguvu wakati ambapo nitaabudu, kutakuwa na nguvu wakati nitafundisha, kutakuwa na nguvu wakati nitasifu, kutakuwa na nguvu wakati nitacheza chombo, kutakuwa na nguvu wakati ambapo naongoza maombi, because oh Lord, the mysteries of God will surround me every time, katika jina la Yesu Kristo. Hilo ndilo ombi langu Bwana, hilo ndilo ombi langu Bwana, ya kwamba Bwana nibebe nguvu zako, nibebe nguvu zako. Zakamarada bazikarado sereba, nibebe nguvu zako Bwana, nibebe nguvu zako Bwana, uwepo wako Bwana. Mayata karavaze karodobozia, kwa jina la Yesu Kristo. Mayada garaboshata. Ilabaze katorobozi. Uwepo wako Bwana, uenda. Uwepo wako Bwana, uenda. Uwepo wako Bwana, uenda. Uwepo wako Bwana, uenda. Na nguvu zako, na nguvu zako Bwana, ziwenda. Na nguvu zako Bwana, ziwenda. Ombi langu Baba yangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwepo wako Bwana, uenda. Na
ninakutangazia kuanzia siku ya leo uwepo wa Mungu uwe juu ya maisha yako. Kama wewe unaabudu, kama unasifu, uwepo wa Mungu uwe pamoja na wewe. Wakati unasifu, wakati unaabudu, iwe tofauti wakati unasimama. We unacheza chombo, we ambao unaongoza maombi, iwe tofauti wakati unasimama, kwa sababu uwepo wa Mungu utakuwa juu ya maisha yako kuanzia leo hata kuendelea. Yani mafundisho yako ibadilike ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu kuwa juu ya maisha yako. Mahubiri yako ibadilike kwa sababu ya uwepo wa Mungu kuwa juu ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kuwa uko hapa unataka tuombe pamoja. Kimbia tuombe na Mungu atakubariki. You are here, you want prayers. Uko hapa unataka tuombe pamoja. Karibu, hiyo ndio nafasi ambao umeiweka katika jina la Yesu Kristo. Baba zekato robozia labashante libozia. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Uwepo wa Amen. Amen. Thank you Jesus. Asante Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu Bwana wewe ni mwema na mwaminifu, usiyeshindwa, usiyelemewa. Tazama mfalme huyu amejia sababu ya mtoto wake, haijali umbali ambao ako Bwana. Ninatangaza mfalme kwa njia ya kuunganika kwa damu, sababu alimzaa, sababu ulimbariki naye. Natangaza mtoto mahali ako apone katika jina la Yesu Kristo. Saa hii ambao nimeshikilia kichwa chake, natangaza operesheni ya Roho Mtakatifu kuanzia saa hii na dakika hii. Na achilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Mataki zote za magonjwa iondoke katika jina la Yesu Kristo. Any attack from the world of darkness kwa njia ya magonjwa, natangaza iondoke kwa mara ya pili katika jina la Yesu Kristo. Kwa mara ya tatu natangaza magonjwa iondoke na ishiwe na nguvu kwa jina la Yesu. Kwa mara ya nne natangaza magonjwa iondoke na ishiwe na nguvu katika jina la Yesu. Kwa mara ya tano na achilia uponyaji, natangaza magonjwa yaondoke katika jina la Yesu Kristo. Mahali yako mtoto apone. Ewe adui ambao umesimama kumwangaisha na kumtesa, natangaza kwa mara ya sita magonjwa yaondoke katika mwili wake sasa katika jina la Yesu Kristo. Na kwa mara ya saba I release fire in the name of Jesus. I release fire in the name of Jesus to that whole part of the body in the name of Jesus. Healing is your portion now. Mahali ambapo uliko, haijalishi uko mbali, natangaza uponyaji kuanzia kichwa hadi miguu. Operation ya moto wa Roho Mtakatifu juu ya maisha ya mtoto sasa. I connect you with your child in the mighty name of Jesus and declare healing is your portion in the name of Jesus. Healing is your portion in the name of Jesus. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Father, thank you. Mahali mtoto waliko, natangaza ushuhuda. Joto zile zimezidi kwa mwili ziishe sasa. Natangaza joto inayoendana na mwili sasa katika jina la Yesu. Kila mahali ambapo mtoto anaumwa, na achilia uponyaji kuanzia saa hii na dakika hii. Uponyaji juu ya maisha ya mtoto katika jina la Yesu. Thank you Lord because you have healed. Thank you because you have restored health. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Jina la Yesu, ni asante sababu ya huyu mtoto. Tazama Bwana, maataki zote ambao hutukia wakati ambapo watoto wanarara, wanakozeshwa amani usiku wasilale.
Ninanyamazisha kila maataki ya joto katika jina la Yesu. Natangaza na nyamazisha kila maataki za joto katika jina la Yesu. Natangaza saa na dakika hii kila attack kutoka kuzimu kukozesha mtoto amani, joto zizizo za kawaida, kumkozesha amani ya kulala. Ninatangaza kuanzia saa hii ya kwamba mtoto akarale kwa amani katika jina la Yesu. Na mtangazia ukuta wa moto mtakatifu juu ya maisha yake. Ataka zote hazitamuona kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Joto zote zimeondoka in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, in the name of Jesus. Na kutangazia amani katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, I declare peace in the name of Jesus. Peace, 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 peace in the name of Jesus. Peace, peace in the name of Jesus. Peace be with you now. 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 Nyamba mnamwangaisha katika jina la Yesu, ondokeni katika anga yake in the mighty name of Jesus. Ondokeni, maana amani ndiyo sehemu yake kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Anga yake adui hauna nafasi. Anga yake adui hauna nafasi. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, I set you free in the name of Jesus. Amen. Amen. Pastor. Father Lord, in the name of Jesus, hii familia naweka mikononi mwako. Kila roho iliyokamata mama tunaikamata. Tekete, achilie. Mliokamata miguu na wakamata. So huu ni mwili wa mama yake kuanzia sasa. Kuanzia sasa hivi. I command you, evil spirit, come out in the name of Jesus. Come out right now. Come out, powers of dark forces. Come out in the name of Jesus. Nyinyi mulio kamata miguu na wakamata. Na wakamata. Moto wake juu yenu. Moto wake juu yenu. Moto wake juu yenu kuanzia sasa. Moto wake juu yenu. Ndio hiyo. Kamatika. Endelea kuteketea. Chomeka. Chomeka, muachilie miguu. Chomeka kwa moto. Chomeka kwa moto. Chukua miziko yenu, toa kwa hiyo miguu. Toa miziko kwa hiyo miguu. Ondoa hiyo miziko mizito kwa hiyo miguu. Iende kuanzia sasa. Itoke kwa hizo miguu. Now. In the name of Jesus, I set her free. Mali yupo atembee kwa jina la Yesu. Ako huru, in Jesus name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Tumpigie Bwana Yesu makofi kwa sababu ya wema wako. Bwana tunakushukuru. Asante kwa ibada hii. Tutazidi kutenda mema na makubwa. Mungu ni mwema. Amen. So nataka nitangaze hii. Mnakumbuka Jumapili mtumishi alisema it will be a great Sunday, the service of the Holy Spirit. Kwa hivyo fika mapema. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia mwenzako uone kama anacheleangwa kwa ibada. Mwangalie anacheleangwa. Mwambie afike mapema. So Sunday msisahau kukuja, hata kama sitakuwa, naamini watu watabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tutakuwa pande ile nyingine ya The River, and you know The River and Kitengela via Higher Vision VRC we are one. Bwana Yesu asifiwe.
So nataka uandae sadaka yako, na sadaka yako, andaa sadaka yako. Those who are giving online, I believe the till is displayed. Wale wanaweka kwa simu, it is also visible for you to see. Baba, tunakushukuru, asante kwa sababu ya sadaka na saka. As we connect, my Father, to your altar, Lord, we pray, let mysteries, my Father, be manifested in our lives. In the name of Jesus, we do pray and even believe. Amen. So wale wanatoka kwa simu, unaguzisha tu pale kwa offering box, and God will bless you. Uwepo wako Bwana, uwe nami. Uwepo wako Bwana, uwe nami. Oh, mwamba wangu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe nami. Amen. Let us stand up and share the grace of our Lord Jesus Christ. Ama mchungaji, kuna jambo. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you.